Yes, bana, ni matumaini yangu kwamba kila mmoja aliweza kusikia kauli ambayo alisema Mheshimiwa Mbunge Hamis Kigwangalla kwamba kama Tanzania haitakubali kumaliza mgogoro wa dabi ya Kariakoo inakwenda kutengeneza janga kubwa la nchi mwisho wa msimu kama Simba atapeleka timu uwanjani na wakapewa alama 3 na akatangazwa kuwa bingwa huko Young Africans akakatwa alama na kutokuwa bingwa. Kumbuka vita hii itakuwa ni kubwa zaidi ya dabi ya Kariakoo, hasa huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa Young Africans wao wamechoka kupendelewa, lakini pia Young Africans wamechoka kuona timu zingine pia zikipendelewa. Young Africans hao wanaamua kuacha upendeleo ukae pembeni, haki ifuate mkondo. Hiki ndicho ambacho wananchi wanachokitaka, kwa sababu ligi kuu ya NBC imekuwa na upendeleo kwa muda mrefu, lakini kwa sasa wao wamechoka na wanachokihitaji ni haki ifuate mkondo. Wamekuwa kipendelewa pia kwa baadhi ya maamuzi ya busara kupitia bodi ya ligi, lakini kwa sasa wao hawataki hizo habari. Sasa hiki ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri, hebu tusikilize. Mimi naomba kunukuu kile ambacho amekisema Mheshimiwa Mbunge Hamis Kigwangalla, akichochea zaidi serikali kuingilia sakata la dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Young Africans kutokuchezwa. Hii inatoa ishara kwamba iwapo serikali ikiingia kwenye huu mtego, basi shirikisho la miguu duniani FIFA litakuwa karibu zaidi kuifungia ligi kuu ya Tanzania bara kutokana na maamuzi yatakayotolewa iwapo yatatoka kutoka kwenye shinikizo la serikali. Naomba kunukuu kile ambacho amekisema Mheshimiwa Mbunge. Amesema tuzuie mgogoro kabla haujawa janga la taifa. Tunaelekea kwenye Kariakoo Derby tarehe 15 Juni 2025, lakini hali ya mgogoro kati ya Young Africans na TFF imefikia kiwango cha hatari zaidi. Young Africans wametangaza kutokucheza mechi hiyo wakidai kunyanyaswa na TFF, na Simba wanajipanga kushiriki. Ikitokea TFF wakampa Simba ushindi wa mezani, Simba akawa bingwa halafu Young Africans wakaadhibiwa, taifa litaingia kwenye sintofahamu kubwa, inaweza kusababisha vurugu za mashabiki, maandamano, migomo au hata usalama wa raia kutishiwa. Tulipofikia mgogoro wa Young Africans, Simba, TFF na bodi ya ligi sio wa kupuuza, hasa kwa kuzingatia huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni lazima iingilie kati kuleta usuluhishi, kudumisha amani na ustawi wa michezo nchini. Kwa nini? Sheria ya Baraza la Michezo Tanzania Sports Council Act sura namba 105 kifungu cha 4(1)(e), serikali inaweza kuingilia masuala ya michezo pale inapohitajika kulinda amani, utulivu na usalama wa taifa. Kanuni za TFF Statutes 2022 kifungu cha 3(c), TFF inatakiwa kuhakikisha haki, usawa na uwazi wa vilabu vyote chini ya usimamizi wake. Kifungu cha 73, migogoro inapaswa kutatuliwa kwa haki kwa mujibu wa sheria za mpira, lakini bila upendeleo au vitisho. FIFA Statutes Article 14-19, FIFA inapinga serikali kuingilia moja kwa moja uendeshaji wa vyama vya mpira, lakini hairuhusu ukiukwaji wa haki za msingi za klabu au mashabiki. Serikali inaruhusu kuhakikisha haki na usalama vinazingatiwa. Hatua ya serikali haitakiwi kuingilia TFF moja kwa moja, bali ni kuitisha mazungumzo ya pande zote, Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi, kuweka meza ya maridhiano kupitia Baraza la Michezo NSC, kuangalia kama kweli kuna dhuluma au kiukwaji wa haki za kikanuni. Tunapenda mpira lakini hatupendi dhuluma. Tunataka haki na amani vitangulie. Serikali tunaomba iingilie kwa haraka ili isaidie TFF kupata suluhu ya haki. Itulize hisia za mamilioni ya mashabiki, isaidie kudhibiti mvutano kabla haujageuka machafuko ya kitaifa, ikizingatiwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mpira ni furaha, si chanzo cha migogoro. Mwisho wa kunukuu. Hicho ni kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Waziri, ya kwamba TFF, bodi ya ligi, Simba na Young Africans wanapaswa kukaa mezani, lakini pia serikali inapaswa kuingilia mgogoro huu ili iweze kuleta suluhisho. Na serikali itakapoingilia, kuna hatari kubwa zaidi ya FIFA kuifungia Tanzania kutokushiriki mashindano yoyote yale ambayo yako chini ya shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Kwa upande mwingine, naweza nikamuelewa Mheshimiwa Hamis Kigwangalla kwa hiki ambacho amekizungumza. Amezungumza kwa hisia kali kweli kweli, akiashiria ya kwamba kama hatutakubali kumaliza mzozo huu, basi tutarajie matokeo magumu zaidi mwisho wa ligi, kwa sababu iwapo bingwa Simba akitangazwa kuwa bingwa kwa sababu Young Africans hajaenda kucheza, unadhani nini kitatokea? Kwanza, viongozi wataingia kwenye hatari zaidi, nchi itaingia kwenye msala, wananchi ni wengi zaidi Tanzania hii,
na huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo inaweza ikaathiri zaidi kuanzia soka mpaka kwenye uchaguzi wa serikali kwa msimu wa 2025 mwaka huu, ambapo mwezi wa 10 kutakuwa kuna uchaguzi. Ndiyo maana serikali imetegwa, yani ni kama ni mtego fulani hivi ambao unapaswa kuchukuliwa serious zaidi, kwa sababu ni akili inahitaji kutumika. Ni busara zaidi ambayo ingetumika kama bodi ya ligi ingejivua uongozi ili mambo mengine yapite kirahisi zaidi, kwa sababu Young Africans wao wamechoka kupendelewa na wao wamechoka kuona timu zingine pia zikipendelewa. Kwa sasa wanataka haki ifuate mkondo wake, kila mtu apate kile ambacho anastahili, sio kile mtu ambacho anapewa. Hapana, bali mtu apate kile ambacho anastahili kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za mpira wa miguu ambazo zipo kwa ajili ya kuendesha mpira wa miguu hapa Tanzania.